Habari za leo tena, karibu kwenye mfululizo wa mahojiano haya tukiangalia miaka 30 ya benki ya CRDB, na leo nimepata fursa hii adimu sana kuzungumza na mwenyekiti wa bodi ya ukurugenzi benki ya CRDB Burundi ambaye ni ndugu Hosea Kashimba. Niko naye hapa tuweze kuzungumza machache na kufahamu pia mafanikio makubwa kabisa ambayo benki ya CRDB kwa upande wa Burundi imeyafikia. Sema asante sana kwa kukubali wito wangu hapa leo na nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo kupitia kwenye benki ya CRDB. Sijui miaka 30 ya CRDB kwako ni unapata hisia gani? Miaka 30 ya CRDB kwa lugha rahisi ningesema ni miaka yenye mafanikio makubwa. Na kwa bahati nzuri nilianza kuwa mjumbe wa board ya CRDB PLC kabla sijaenda Burundi ambako ni sasa nina miaka 6 kama mjumbe, lakini kama mwenyekiti wa board ya CRDB Burundi. Miaka hii 30 CRDB imeleta mageuzi makubwa katika sekta ya fedha hapa nchini, lakini Burundi hasa ambako mimi sasa ni mwenyekiti kumekuwa na mageuzi makubwa. Kwa mchango wa CRDB katika miaka 30 katika sekta ya fedha ni mchango mkubwa. Warundi wana furaha sana kuiona CRDB ikiwa Burundi, na wameipenda na wameikubali na wanashirikiana nayo vizuri na wanaitegemea sana kwa sababu imekwenda kuleta suluhisho la matatizo mengi katika sekta ya fedha na uchumi wa nchi. Kwa kifupi naweza kusema miaka 30 ya CRDB ni ya kihistoria. Mafanikio yake pamoja na mambo mengi yaliyopita hapa katikati kwa maana ya uchumi wa dunia kuwa na mtikisiko, lakini benki hii ukiangalia kwenye mizani yake imeendelea kupaa. Kwa hiyo miaka 30 hii ni ya kihistoria. Unaweza ukakumbuka siku za mwanzoni kabisa za kuanzishwa kwa CRDB Burundi zilikuwaje? Naamini kwamba mtoto alikuwa polepole. Ni kweli kwamba miaka sasa 13 tukiwa Burundi haikuwa rahisi. Kwanza ni wapongeze wajumbe wa board waliokuepo mwaka ule ambao maamuzi ya kufungua benki Burundi yalifanyika. Kilikuwa ni kipindi ambacho mtu anayefikiria tu kawaida angeweza kusema tusiende, maana palikuwa hapana utulivu. Lakini kumbe ndio ilikuwa fursa ya kwenda kufanya biashara katika ile nchi. Kwa hiyo hatukuanza kwa faida mwaka wa kwanza, lakini miaka michache baadaye tulianza kutengeneza faida. Kwa hiyo unaweza kuona growth ya CRDB Bank Burundi ilianza kuonekana mapema, na hasa kwa kujipambanua kwa utendaji kazi wetu, utamaduni wetu wa kufanya kazi tuliotoka nao huku kwenda nao kule, na kujitofautisha na wenzetu katika mazingira yale ya kule, ili tutofautisha na wenzetu na kutufanya kwa benki ya mfano na ya kuigwa, na ambayo ilianza kuonekana toka mwanzo ikiwa inaleta suluhisho hasa kwa wananchi wa Burundi na serikali yake. Wakati mnakwenda Burundi, imeanza ilikuwa ya 10 kwenye rank ya benki zinazofanya vizuri kule, lakini tunavyozungumza sasa hivi CRDB Burundi ndio benki namba 1, na kwenye kikao cha IGM, kikao cha mwaka cha wanahisa, ilifahamika kwamba ndio benki inaopata faida zaidi kule nchini Burundi. Nini hasa ambacho kimechangia mafanikio haya makubwa kabisa? Ni kweli kwamba ukienda mahala ukiwa ndio unaingia, lazima utakuwa wa mwisho kwa sababu wenzako si walishaanza. Sasa sisi tumeingia pale, tunaanza, tulikuwa ndio benki ya 10 kusajiliwa. Lakini kama nilivyosema, baada ya kutengeneza sera nzuri kwa level yetu board, tukatengeneza sera nzuri, tukahakikisha tunawafanya kazi wenye ari ya kufanya kazi, tumezingatia kuhakikisha wana motisha ya kutosha kufanya hivyo, na hatukuwatoa mbali, tuliwatoa ndani humo kwenye taasisi zingine zilizokuwa mle. Kwa hiyo tulijifunza na kuona wenzetu wanafanyaje kazi na kuleta utenda kazi mpya na kuwamotisha wafanya kazi vizuri, na kujenga timu imara
yenye weledi wa kutosha kutoka kwa managing director na wasaidizi wake, ikaanza kuleta matokeo ambayo tunayaona sasa, kwamba benki hii sasa ndio inafanya faida kuliko benki zingine, yani inatengeneza faida kubwa. Japo bado kuna benki ambazo zina mizania mikubwa, lakini sisi tunaanza kutengeneza faida toka mwaka jana, tumeanza kufanya vizuri na sasa nadhani ndio imetoka hiyo. Tunaendelea kufanya vizuri na tunategemea mwaka huu tutafanya vizuri hivyo hivyo. Kwa matarajio yetu ni kwamba tutafanya hivyo kwa sababu tuna timu imara, weledi wa kutosha, benki ambayo haina matukio yale matukio ya kutufanya tusipate faida. Kwa mfano kuna non performing loans kwetu ni ndogo sana, wakati mwingine inakuwa chini ya 1%. Hii inatufanya tuonekane tunatoa mikopo bora sana, lakini pia culture ya watu wetu kule Burundi wengi wanajitahidi kulipa mikopo yao. Kwa hiyo tunafanya faida kutokana na mazingira hayo. Well, ni nchi mbili zinahusika hapa, Tanzania pamoja na Burundi ambao ndo wenyeji. Inaonekana kabisa kwamba kidiplomasia nchi hizi ziko vizuri sana. CRDB vipi, inafurahia vipi uhusiano huu mzuri kati ya Tanzania na Burundi na inachangiaje kuendeleza kuimarisha zaidi? Niseme mahusiano yakiwa mazuri ni fursa. Kwa vile nchi hizi zina mahusiano mazuri, maana yake fursa zipo. Wafanyabiashara kutoka Tanzania wanaenda kufanya biashara Burundi, wafanyabiashara kutoka Burundi wanakuja kufanya biashara Tanzania. Kwa hiyo mazingira haya yamepelekea tutoe mikopo kwa wafanyabiashara wa Burundi, lakini pia mikopo ile imekuja mingine kuwekezwa Tanzania. Kwa mfano tuna kiwanda cha mbolea Dodoma, cha mtu kutoka Burundi inaitwa Itracom, amewekeza pale, kimesababisha kuwa na ajira kwa Tanzania. Lakini nguvu hiyo imeelekezwa kutoka Burundi, lakini pia kutoka Tanzania, ili kuhakikisha kiwanda kile kinafanya kazi vizuri. Lakini kuna wafanyabiashara wengine wanatoka huku wanaenda kufanya biashara kule, na tuna finance. Sisi kazi yetu ni kufacilitate ili waweze kupata nguvu ya kifedha kukamilisha miradi wanayoifanya. Kwa hiyo mahusiano haya yametupa nafasi hiyo, lakini pia serikali zetu zinafungua fursa mbalimbali. Kuna miradi kwa mfano inayounganisha nchi hizi mbili, kwa mfano mradi wa SGR ambao unaanza sasa, ambao unatarajia kwamba mradi huu sisi kama bank tutanufaika nao, maana account ya wale wa contractor tayari tunayo kwetu. Kwa maana yake unaweza kuona mahusiano haya yanavyotusababisha tuweze kunufaika kama bank, lakini tuendelee kuwa sehemu ya wanaochochea uchumi wa nchi zetu hizi mbili, Burundi pamoja na Tanzania. Nadhani umefanikiwa kulijibu swali jingine ambalo lilikuwa lifuate kuhusiana na kama CRDB imewezesha miradi inayohusisha Tanzania pamoja na Burundi, lakini naona ni jambo ambalo linafanyika kwa uzuri kabisa. Na je, vipi si benki inashiriki vipi katika kukuza uchumi wa Burundi? Na ushiriki wetu kama nilivyoanza kusema kwenye historia na biashara tunaifanya, tunaenda moja kwa moja sasa kushughulika na hata wafanyabiashara wadogo wadogo katika makundi madogo walionayo, tunawawezesha. Lakini pia miradi mikubwa kama nilivyokuja kusema ambayo ni miradi ya kimkakati, yote hii inachochea kukuza uchumi wa Burundi. Na ziko taasisi zingine ambazo wanashiriki kwenye mipango ya kuleta labda umeme, kutoa elimu ya mambo ya kifedha kwa wananchi, kutoa mikopo kwa ajili ya wakulima wadogo. Sisi tunashiriki kuhakikisha kwamba tunakutoka sehemu ya wanao finance mipango hiyo, na hivyo uchumi wa nchi unajengwa na wananchi wenyewe. Kwa hiyo hao watu wakishawezeshwa, mipango yake kamilika, miradi ya kilimo ikamulagi, miradi ya kifugaji ikafanyika vizuri, miradi ya kimkakati ya nchi ikaenda vizuri, tayari uchumi wa nchi unakuwa tumekuwa sehemu ya kukuza uchumi huo. Well, unawahakikisha nini ama ungependa kuwaahidi nini wawekezaji wa CRDB hususan Burundi? Miaka 30 ijayo ya CRDB unaiona katika sura gani? La kwanza niwahakikishie kwamba mikakati iliyoko, sera zilizowekwa na tunavyoenda, tunahakika kwamba CRDB Bank Burundi itakuwa ni benki kubwa sana, kwa sababu tunakuwa kwa asilimia zaidi ya 30 kwa mwaka. Ukuaji huo sio kawaida. So tunatarajia kwamba kwa kukua huko miaka 30 ijayo hii benki itakuwa ni benki kubwa sana,
na itakuwa inazidi kuimarika na kuaminiwa na wawekezaji, na tutaendelea kutoa fursa au tutaendelea kutoa mikopo kwa wafanyabiashara wakubwa au kuungana na taasisi zingine za benki kubwa duniani kusupport miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inatupelekea kuwa na uchumi mkubwa zaidi wa Burundi, lakini mchango mkubwa kwa uchumi wa Burundi, lakini kama benki iliyo kwenda kuwekeza basi mchango mkubwa kwa wanahisa kwa sababu ya matokeo ya uwekezaji uliofanya. Hayo ndio matumaini yangu miaka 30 ijayo. Na naona pia licha kwamba tayari Burundi benki imesimama, DRC inaendelea pia kutafuta nafasi yake vizuri kabisa, mipango mingine Dubai, ukuaji ni mkubwa sana. Kwa ujumla ukuaji huo unauona katika sura gani baadaye tena? Kitu chochote kinapokuwa kinatarajiwa kuendelea kukua. Na kwa sababu tuko kwenye biashara, matarajio yetu ni kwamba benki hii itazidi kupanuka na itatengeneza kuwa na structure ambayo pengine itaruhusu kuwa na benki nyingi zaidi hapa katika mataifa mbalimbali. Kula ambako kuna vyanzo vya biashara, kula ambako kuna vyanzo vinavyopelekea wafanyabiashara tunawahudumia kuweza kupata huduma bora kama ulivyotaja Dubai. Lengo lake ni hilo kwamba kuna connection ya wafanyabiashara wengi au mahali ambako tunapata huduma ya kifedha. Tunadhani kukiwa na tawi au kukiwa na benki kule itasaidia kurahisisha miamala ya wafanyabiashara. Kwa naiona benki hiyo miaka ijayo tutakuwa na benki kubwa kama ambavyo unasikia kuna benki kubwa duniani, basi na CRDB ndivyo inakoelekea. Tuwe na finance, tuwe na benki ambayo ina nguvu kubwa ya kifedha kuweza kusupport miradi yote ya ndani na hata nje ya nchi. Tunaweza pia kufanya hivyo kadri ambavyo tunaendelea kukua. Bila shaka niseme asante sana Mr. Hosea Kashimba kwamba kupitia insights uzozitoa hapa leo tumeweza kujua kwa kiasi gani benki ya CRDB Burundi inafanya vizuri, lakini pia matarajio yajayo, na pia wewe ambaye umetazama mahojiano haya umeweza kunufaika na mengi zaidi. Niseme asante na nikutakia kila laheri katika kuipeleka mbele zaidi benki yetu. Asante sana. Asante na sema asante na tukutane katika mwendelezo huu katika awamu ijayo. Mimi naitwa Frederick Bundala, kwaheri.